uwanja Gombani kama uwanja asilimia umefika asilimia kubwa, yani almost ushamaliza, lakini pana changamoto moja ya tata, ile running track ambayo kwa kweli ilikuwa imeharibika na zaidi kwa sababu ya kuweka lile paa. Jamani, Gombani imebadilisha paa na paa lake na female ni paa kubwa zuri, ni refu zaidi ya Amani. Sasa uwekaji wake ulihitaji lazima kupatikane crane kubwa ambazo zitaweza kufika kule juu kabisa. Kwa hiyo katika uwekezaji wa crane kwa bila maeneo ambayo yatapita ni maeneo yale ya tata za kukimbilia, kwa maana imeharibika. Kwa hiyo sasa tukija tukisema tutumie pale kwa mfano, basi itakuwa hata Azam itakuwa hawatofurahia hilo jambo, na nafikiri wenye mashahidi wakati wa Mapinduzi Cup ilikuwa ndio wakati tulikuwa tunaanza kuweka, kwa hiyo kidogo pana changamoto. Sasa Gombani pako hivyo, lakini uwanja uko sawa, na ukienda upande wa pili wa uwanja wa nje ushamaliza ule wa ile pitch kwa maana ya annex, lakini sasa tatizo lake kwamba kule bado vyo, lakini pia na dressing room ambazo ziko pale bado mifumo ya maji na umeme havijakamilika. Sasa kwa hiyo tunachelea kwamba tuwapo taruhusu pale, basi inaweza watu watasimama, lakini la pili pia kujisaidia inawezekana ikawa shida, kwa sababu hatuweza kwenda wakaingia ndani ya uwanja mkubwa, inabidi watumie kwenye mwitu pale kwenye miti. Kwa hiyo hii naona haitopendeza. Sisi kwanza mimi niseme nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Mwenyekiti Baraza la Mapinduzi kwa kazi kubwa ambayo amefanya na ambayo ana maono katika hili swala. Binafsi Mheshimiwa Rais akilitaka jambo hili, na sisi hatuna wajibu wa kulitaka. Ni jambo kubwa na yeye amelitaka, amelikubali. Amechukua hatua ya kwamba kubadilisha nyasi za uwanja wa Amani ambazo zilikuwa zimetumika kwa muda mfupi, basi tu kwa sababu ya matakwa ya shirikisho la mpira Afrika kwamba nikitaka uwanja wenu uchezee mashindano ya CHAN na CAF na ya CHAN pamoja na AFCON, basi lazima nyasi mbadilishe kutoka nyasi bandia kwenda nyasi asili au nyasi mchanganyiko. Kwa hiyo tumshukuru sana kwa kulikubali hili. Kwa hiyo hili limefanyika. Na mjue kwamba katika CHAN viwanja ambavyo vinatumika kwa ajili ya mashindano ni viwanja vinne kwa nchi zote tatu, kwa maana ya Kenya, Uganda na Tanzania. Sasa Tanzania imebahatika kupata viwanja viwili, kimoja kitakuwa ni Mkapa na kimoja kitakuwa ni uwanja wa Amani. Uwanja huu unakwenda na viwanja vya mazoezi. Kwa hiyo bwana tumebadilisha nyasi viwanja vyote, uwanja mkubwa pamoja na viwanja vya mazoezi vile viwili. Sasa na ukitizama sisi tumeanza kwa muda mfupi sana, kwa sababu tulikuwa tunataka commitment ya CAF kama kweli uwanja utatumika, na yote yamefanyika yako vizuri. Sasa kilichotokea ni kwamba tumeanza mwezi wa 12, lakini mpaka sasa uwanja wetu wa Amani nyasi zake ziko vizuri, uwanja mkubwa na viwanja vidogo viwili. Kwa hakuna shida na uwanja wetu. Ndio maana hata CAF kwa mara mwisho wamekuja wiki mbili zilizopita, wakaguzi, hata ule mkaguzi wa Simba alikuja kutizama wa CAF kutoka waletwa na Simba kuja kuangalia uwanja iwapo mechi ile ya juzi haitochezeka kule, basi alikuja na uwanja ule umekubali. Kwa ripoti ya CAF ilikuja mpya, uwanja ya Amani. Ujio wa Mheshimiwa Waziri wa michezo na habari kuja kuonana na vilabu moja kwa moja pamoja na viongozi wa ZFF katika namna bora ya kuweza kuvitumia viwanja hivi vya Mau ambavyo vimefanywa ukarabati mkubwa chini ya rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi katika serikali yake hii ya awamu ya 8. Jambo kubwa sana limeweza kufanyika. Kwa hiyo kuja kutukumbusha namna bora kuweza kuvitumia viwanja, lakini nilichopenda zaidi namna ambavyo waziri alivyohitaji kukutana na wadau wote, kwa maana ZFF kwa nafasi yetu, bodi ya ligi ambayo ina jukumu la kusimamia na kuendesha michezo hii ya ligi kuu hapa Zanzibar, vilabu pamoja na wachezaji, makapteni wa vilabu hivi vya ligi kuu ambao ni vilabu mahususi zaidi vinavyotumia miundombinu hii ya viwanja vya Mau. Ni jambo zuri, limeleta faraja Mheshimiwa Waziri wetu huyu kuja nasi kukaa chini kabisa kuzungumza kwa pamoja, kutupa nasaha, lakini pia kutupa maelekezo ya namna bora kuvitumia viwanja. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni kitu ambacho kitatoa taswira na mwanga mpya ya kwenda kuvitumia vizuri viwanja hivi, kuvitunza na kuvilinda, kwa sababu serikali yetu imefanya jambo kubwa. Mheshimiwa Rais amewekeza kwa nguvu kubwa zaidi katika michezo. Kwa hiyo nini turejeshe kwake? Ni kuvitunza hivi viwanja, kutunza hii miundombinu ili kuweza kuvitumia kwa vizazi vijavyo zaidi. Shukrani.